Karibu tena kwenye chaneli yako ya Pesa Vibe. Leo tunazungumzia maneno yenye uzito mkubwa kutoka kwa Bill Gates. Amani yako ni muhimu zaidi kuliko kujaribu kuthibitisha hoja. Acha kuendelea kujieleza kwa watu ambao tayari wameamua kukuelewa vibaya. Swali la kwanza kwako ni hili: mara ngapi umepoteza nguvu zako, muda wako na amani yako ukijaribu kuwashawishi watu wasio tayari kukuona kwa jicho la ukweli? Bill Gates ni mtu aliyekosolewa sana, hasa katika safari yake ya kujenga Microsoft. Wakati mwingine hakupoteza muda kujibu kila ukosoaji, bali alijikita kwenye lengo yake. Hapa tunajifunza kitu: kila mtu hatakuelewa na si lazima kila mtu akuelewe. Mfano wa kijana anayefanya biashara, anaanza kuuza bidhaa sokoni, watu wanamsema, hii biashara itakufa wiki moja, lakini akipoteza muda kujibizana, anapoteza wateja. Akibaki kimya na kuendelea, baada ya miezi michache biashara yake inakuwa kubwa. Mfano wa elimu, kuna wanafunzi wanaokosolewa wakisoma sana, wengine wakisema unajisumbua bure, lakini matokeo ya mwisho huonyesha tofauti. Hapa tunaona ukweli: mafanikio ni majibu bora kuliko maneno. Kujaribu kuhalalisha kila kitu kwa kila mtu kunachosha akili. Wanasayansi wa saikolojia wanasema stress kubwa hutokea pale mtu anapojaribu kudhibiti vitu ambavyo haviwezi kudhibitiwa. Huwezi kudhibiti mtazamo wa watu wote, lakini unaweza kudhibiti jinsi unavyohisi ndani yako. Kuna hadithi moja ya baba na mtoto wake waliokuwa wakisafiri. Wakiwa juu ya farasi, watu walisema, mnatesa mnyama. Wakati baba akashuka, watu walisema, mtoto hana adabu, anamwachia baba yake kutembea. Wakati mtoto akashuka na baba kupanda, wakasema, huyu baba hana huruma. Wote wakashuka na kutembea, wakasema, hawa ni wajinga, wana farasi lakini wanatembea. Huwezi kamwe kuridhisha watu wote, na ukitaka kufanya hivyo utakuwa mtumwa wa maoni ya watu na utaishi maisha yao, sio yako. The Subtle Art of Not Giving a Damn, Mark Manson. Kitabu hiki kinatufundisha kuchagua ni mambo gani yanastahili nguvu na akili zetu. Si kila vita inahitaji kupiganwa. Atomic Habits, James Clear. Anasema maendeleo hutokea kupitia vitendo vidogo vya kila siku, sio majibizano. The Richest Man in Babylon. Mafanikio ya kifedha hayaji kwa kujibizana, bali kwa hatua za busara za kimya kimya. Kujenga amani ya ndani. Weka mipaka, usihangaike kujieleza kila mara. Zungumza na wale wanaokujali, sio kila mtu. Tumia muda mwingi kutengeneza matokeo kuliko majibizano. Tafuta circle ya watu wanaokutia moyo. Amani yako ni mtaji, usiibadilishe na hoja za watu. Hata Bill Gates, Elon Musk, Oprah Winfrey na wengine waliokosolewa bado walijikita kwa malengo yao bila kutafuta kueleza kila kitu. Wewe pia unaweza kuishi kwa namna hiyo. Chagua amani kuliko ushindi wa hoja. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kusubscribe, kushare na kuacha comment. Ni wapi umewahi kupoteza amani yako kwa kujaribu kueleza kitu kwa mtu ambaye hakuwa tayari kukuelewa?